Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 13 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Kwenye habari kubwa zilizopewa kipaumbele linaanza na habari inayosema mume na mke wauawa kikatili nyumbani usiku. Mume na mke wauawa kikatili nyumbani usiku. Hiyo ni habari inaanza kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini ajali bado, janga 9 wafariki, ya jeruhi 44. Ajali bado, janga 9 wafariki, ya jeruhi 44. Lakini kuna habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi linasema bajeti ya kimkakati. Hiyo ni bajeti ya serikali kimkakati, ndio habari inaandikwa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Miradi kiuchumi, uchaguzi mkuu AFCON 2027, kipaumbele sekta za uzalishaji, rasilimali watu na mazingira ya biashara yaguswa. Lakini wastaafu bodaboda kicheko, wazee wa kubeti kilio, wageni kulipa bima. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini Zanzibar kuwalinda vijana kukuza uchumi. Hiyo ni bajeti ya serikali 2025-2026, ni Zanzibar na Tanzania bara, bajeti ya serikali ndani ya gazeti lako la Mwananchi. Lakini gazeti lako la Habari Leo na lenyewe lina habari kubwa inayosema bajeti ya wananchi yagusa maeneo ya kuboresha ustawi wa hali ya maisha ya wananchi. Yagusa maeneo yenye kuboresha ustawi wa hali ya maisha ya wananchi. Hiyo ni bajeti ya wananchi. Lakini SMZ yaja na mkakati wa kukuza mapato. SMZ yaja na mkakati wa kukuza mapato. Hiyo ni habari pia ukurasa wa 8 wa gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Kenya Uganda zabana mazao ya nje. Hiyo ni habari ukurasa wa 7, inasema Kenya Uganda zabana mazao ya nje. Na kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kuna habari kubwa inayosema bajeti neema ya zaidi, bajeti ya neema zaidi, kuendeleza miradi ya kimkakati, kuimarisha huduma za jamii. Lakini Dr. Mwinyi Zanzibar kuwa na kituo bora usafirishaji wa anga duniani. Huyo ni Dr. Mwinyi asema Zanzibar kuwa na kituo bora usafirishaji wa anga duniani. Lakini uchumi wa Zanzibar kukua kwa 7.3%. Uchumi wa Zanzibar kukua kwa 7.3%. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, inaendelea kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini zaidi ya abiria 200 wafariki ajali ya ndege India. Hii ni habari kubwa ndani ya gazeti lako la Zanzibar siku ya jana. Ndege ya abiria zaidi ya 200 wafariki ajali ya ndege India. Lakini Dr. Nchemba trilioni 56.49 kutekeleza bajeti 2025-2026. Bajeti ya Tanzania bara kwa mwaka 2025-2026 yafika trilioni 56.49. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye lina habari kubwa inasema Kikwete ataja mbinu kukabili umasikini. Huyo ni Kikwete ataja mbinu kukabili umasikini. Lakini uchumi waendelea kuimarika. Uchumi waendelea kuimarika na bajeti ya kazi na utu ndani ya gazeti lako la Uhuru. Trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika mwaka wa fedha 2025-2026. Lakini neema ya wagusa wakulima, bodaboda, mfuko wa kuanzishwa gharimia matibabu. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Uhuru. Na bajeti ya Zanzibar kutekeleza miradi ya kimkakati na utengemezi wa pungua. Lakini kwenye gazeti lako la Majira asubuhi ya leo, gazeti lako la Majira Uhuru kila siku linaandika ajali ya basi roli ya ua 9 kujeruhi 44 huko Morogoro. Na mwaka 2025-2026 ni bajeti ya majibu. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Maboresho mfumo wa kodi ndani ya bajeti 2025-2026. Lakini matusi mitandaoni ya chefua CCM, Wasira aonya vikali. Matusi CCM ya chefua CCM, Wasira aonya vikali. Mradi wa bwawa la Nyerere kuchochea matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na uchumi wa Tanzania waimarika duniani, waendelea kuyumba. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele.
Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika vipaumbele 7 bajeti 2025-2026. Lakini Profesa Moghalu, changamoto za utawala Afrika haziwezi kutatuliwa kwa mifumo ya nje. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Lakini kuna habari bado inasema watu 9 wafariki na 44 wajeruhiwa kwenye ajali ya gari. Watu 9 wafariki na 44 wajeruhiwa kwenye ajali ya gari. Miradi ya maendeleo inaongeza deni la taifa. Lakini gazeti lako la Dira lenyewe linaandika Dr. Mwigulu aomba radhi. Kumradhi, inasema bali Dr. Mwigulu aomba ridhaa ya kukusanya na kutumia trilioni 56.49 ni wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti kuu ya serikali. Lakini mapato ya kodi ndani yatarajiwa kuwa trilioni 32.31. Ukuaji wa pato halisi la taifa linatarajiwa kufikia 6.0 kutoka 5.5 mwaka 2024. Lakini vifaa michezo bahati nasibu kufutiwa msamaha wa kodi. Vifaa vya michezo ya bahati nasibu kufutiwa msamaha wa kodi. Lakini magazeti yanayozalishwa nchini kuondolewa kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Wasira hakuna uhuru wa kukutana. Kumradhi, nasema Wasira asema hakuna uhuru wa kutukana. Hilo ni gazeti lako la Dira. Asisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria katika kutoa maoni. Ataka haki kutendeka vikao vya kuchuja wagombea CCM. Lakini Dedi Dr. Mnasi apaisha mapato kwa kusimamia miradi SIHA. Air India yaanguka na watu 241 wafariki, mmoja anusurika. Hiyo ni Air India yaanguka, watu 241 wafariki, mmoja anusurika. Na gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na uwazi lenye linaandika mke na mume wauawa kikatili Dar es Salaam. CCM Kinondoni yatangaza jimbo la Gwajima kuwa wazi. Na ajali ya basi ya ua 9 Morogoro. Wastaafu kuongezewa pensheni kwa 150% ni wale wote wanaolipwa na hazina. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini Majaliwa mgeni rasmi miaka 25 ya shule za Green Acres. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mgeni rasmi miaka 25 ya shule za Green Acres. Lakini RC Awambogo mwanafunzi kujifungulia chooni. RC Awambogo na gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na uwazi. Lakini Wamachinga gazeti lako asubuhi ya leo linaandika Profesa Kitila 71% wanaridhika utendaji wa serikali. Lakini serikali ya onya waajiri wanaowafanyisha kazi watoto. Ni bajeti ya trilioni 56.49. Dr. Mwigulu asema uchaguzi mkuu sasa kugharamiwa kwa fedha za ndani trilioni 9.7 kutumika ununuzi wa bidhaa. Lakini asema bajeti ya serikali 2025-2026 imezingatia nyongeza ya mishahara inayotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassani Mei Mosi mwaka huu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga. Ni bajeti ya trilioni 56.49. Lakini Wasira akerwa na matusi mitandaoni. Huyo ni Steven Wasira akerwa na matusi mitandaoni. Ndani ya gazeti lako la Machinga habari hii inaendelea kwa kina. Na tukiachana sasa na magazeti ukurasa wa mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Machinga ndilo tunaanza nalo. Linaanza na habari inayosema Manula Azam mambo safi. Hiyo yasadikika ni mkataba wa Manula na Azam FC. Lakini Kamara wa Simba awani ya tuzo gine. Shungu atamba kuipaisha AC Vita. Lakini Okwi alamba tuzo Kigali. Gazeti ya Raia Mzalendo linaandika JKT Queen yakabidhiwa kombe lao. Kamara awani ya tuzo kwao gine. Shungu akabidhiwa mikoba ya AC Vita. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Dira linaandika Kichwele ana matumaini kucheza Afconi. Lakini kiungo la ndege sasa anukia Yanga. Na Pipino amtamanisha Nabi wa Kaizer Chiefs. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba yasisitiza hakuna mabadiliko ya dabi ipo. Lakini serikali TFF kushirikiana kulea timu za taifa za vijana. Serikali na TFF kushirikiana kulea timu za taifa za vijana. Na gazeti lako la Majira linaandika Simba kamili Gado
kuivaa Yanga Juni 15. Singida Black Stars waitumia salamu Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika bajeti ya neema sekta ya michezo. Simba yapongezwa, wadau wafunguka. Lakini Twiga Stars dimbani leo. TAA hiyo ni habari inasema kimataifa sasa ni Grealish anukia Everton au Newcastle. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Mguto aipa jambo JKT Queen FC. KVZ yatinga finali FA Cup. Maandalizi ya michuano ya chani ya pamba moto, huku Azam FC yaendelea kujifua kwa NBC Premier League. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 21 wa gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika bilioni 179.8 kukarabati kujenga viwanja AFCON. Na Stars yajivunia kikosi kipana cha Kosafa. Bajeti yaleta kicheko kwa wasanii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo linaandika maswali tata zawadi za Yanga FA. Maswali tata zawadi za Yanga FA. Lakini Simba sasa ni wao tu. Simba sasa ni wao tu. Hili la dabi tukubali soka lishinde. Hili la dabi tukubali soka lishinde. Lakini kimataifa, Liva yaendelea kushusha vyuma. Liva yaendelea kushusha vyuma. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo. Na gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.